Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Siku ile Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwishowe akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Naye akamjibu akisema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu katika jiwe. Yesu akamwambia tena, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Ndipo Yesu akamwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama, malaika wakaja wakamtumikia. Neno la Bwana. Wapendwa familia ya Mungu, karibuni utafakari kwa pamoja neno la Mungu tulilosikia hivi punde. Ndugu zangu, tulianza rasmi kipindi cha Kwaresima siku ya Jumatano ya Majivu. Siku hiyo tulialikwa tubuni na kuiamini Injili. Pia tuliambiwa, mwanadamu, kumbuka kuwa mavumbi na mavumbini utarudi. Hivyo Kwaresima ni kipindi kitakatifu kinachotualika kufanya toba ya kweli, kusali na kuomba neema ya Mungu ili kudumu katika utakatifu, kutoa sadaka, kufanya matendo ya huruma na kufunga. Tunaalikwa kufunga, ambapo kwa lenyewe ni tendo la kiroho linalohusisha mwili ili kwa pamoja kufanya safari ya kumrudia Muumba wake. Kwaresima hii iwe kwetu njia bora ya kumwendea Mungu na kumwomba msamaha wa dhambi zetu na makosa yote tuliyotenda, kama tulivyoomba katika wimbo wa katikati, uturehemu e Bwana, kwa kuwa tumetenda dhambi. Tumesikia somo la kwanza likitueleza juu ya kuumbwa kwetu. Katekisimu ya Kanisa Katoliki inatuambia Mungu aliye mkamilifu bila mipaka alimuumba mtu kwa hiari yake ili kumshirikisha uzima wake wenye heri. Na kanisa linatufundisha kuwa Mungu ametuumba na kutuweka duniani ili kusudi tumjue, tumpende, tumtumikie na mwisho tupate kufika kwake mbinguni. Kumbe tangu mwanzo tumeumbwa ili tushiriki urafiki huo na Mungu. Na tukikumbuka kwamba tuko mali ya Bwana,
kama Mtume Paulo anavyotuambia kupitia waraka wake wa Mtume Paulo kwa Warumi, tukiishi au tukifa tu mali ya Bwana, lazima tuyatende mapenzi yake. Wapendwa, urafiki kati ya Mungu na mwanadamu ulivunjwa na wazazi wetu kwa kutenda dhambi. Tumesikia somo la kwanza likionyesha jinsi gani dhambi iliingia duniani, na somo la pili likidokeza jinsi gani dhambi hiyo inavyomwathiri kila mtu. Ndugu zangu, kinachotufanya tutende dhambi ni kukubali na kukumbatia vishawishi vinavyotuzunguka. Wazazi wetu Adam na Eva walitenda dhambi baada ya kukubali kishawishi cha adui mwovu Shetani. Na tumesikia kwenye Injili jinsi gani Bwana wetu Yesu Kristo anavyokabiliana na vishawishi na kuvishinda. Kristo anapopambana na vishawishi, ananionya nami nipambane navyo na nivishinde. Kutokana na vishawishi hivyo anapopambana navyo Kristo na kuvishinda, tunajua kwamba viko vyanzo vitatu vya vishawishi. Chanzo cha kwanza ni mtu mwenyewe, kama tunavyosoma katika waraka wa Yakobo kwa watu wote. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Chanzo cha pili ni mwovu Shetani. Tumesikia katika somo la kwanza anavyowashawishi wazazi wetu wa kwanza Adam na Eva, lakini pia kwenye Injili anavyomshawishi Bwana wetu Yesu Kristo. Na chanzo cha tatu ni ulimwengu unaomzunguka au unaotuzunguka sisi. Kutokana na vyanzo hivyo, kuna aina tatu za vishawishi ambazo ni tamaa ya mwili, tamaa ya sifa na tamaa ya mali au utajiri. Katika aina ya kwanza ya kishawishi ambayo ni tamaa ya mwili, Kristo anaambiwa, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Shetani baada ya kumwona Kristo ana njaa, anamwendea na kumjaribu. Na Kristo kwa nukuu maandiko anamjibu, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Shetani kwa kumshawishi Yesu abadili mawe kwa mikate ni kumtaka Yesu atumie vibaya nguvu zake za kimungu ili kukizi tamaa ya mwili ya kuona njaa. Na kama Kristo angefanya hivyo, basi angeenda kinyume na matakwa ya Mwenyezi Mungu ya kuja kwake hapa duniani, yaani kumkomboa mtu kutoka katika utumwa wa dhambi na mauti. Na hivi kwa muujiza huo, kubadili mawe kwa mikate, Kristo angekosa unyenyekevu na utii kwa Baba yake wa mbinguni. Wapendwa katika Kristo, sisi nasi hapa tunajaribiwa kwa tamaa ya mwili. Mtume Paulo katika waraka wake kwa Wagalatia anatuonya, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Kama tulishayafanya haya au tulifanya haya, tujue kwamba tulikubali wazi kishawishi cha tamaa ya mwili. Hivi leo tunaalikwa kubadilika na tuyafuate mashauri ya Roho ambayo ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhila, uaminifu, upole na kiasi. Katika kishawishi cha pili, Kristo anajaribiwa kwa tamaa ya sifa. Shetani akinukuu Zaburi ya 91 aya 11 hadi ya 12 anamwambia, inayosema, atakuagizia malaika zake, nao mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu katika jiwe.
Shetani kwa kutambua kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, anamjaribu kwa tamaa hii ya sifa, kwamba kwa kuwa Kristo ni mwana wa Mungu, basi ajitupe tu chini, kwa sababu na Mungu amemwambia hivyo katika maandiko yake matakatifu. Bwana wetu Yesu Kristo anamjibu, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Katika maisha yetu sisi nasi tunapenda sifa na ufahari. Ni kwa sababu hiyo tunadiriki kuwanyanyasa wengine, kuwadhulumu wengine haki zao, na hata nafasi tulizo nazo tunazitumia vibaya kwa matakwa yetu wenyewe. Hivyo basi, sifa na ufahari wetu ubaki ule tuliopata siku ya ubatizo wetu. Siku hiyo padri alisali na kusema, tuko viungo vya Kristo tulipopakwa mafuta ya krisma. Usafi wa moyo ndio cheo chetu tulipowekewa nguo nyeupe. Tutembee daima katika nuru ya Kristo tulipopewa mshumaa, na tuko watoto wa Mungu kwa namna ya pekee katika ubatizo wetu. Sifa hizi 4 wapendwa, zinatufaa sana na zinafaa tutembee nazo siku zote. Sifa nyingine hizo tumwachie Shetani na ndugu zake. Katika kishawishi cha 3, Kristo anajaribiwa kwa tamaa ya mali na utajiri. Katika dunia ya sasa, maendeleo makubwa na yenye tija ni yale ya mali na utajiri. Ni kwa bahati mbaya mno, hata urafiki wetu, ndugu wetu, ujirani wetu unapimwa kwa utajiri na mali mtu alizonazo. Katika dunia ya sasa hatujivunii tena kwa mimi ni mtu, bali kwa wingi wa mali alizonazo. Utasikia mtu anasema nina magari 60, nina nyumba 20. Hata sema nina ndugu 2 ambao ni maskini, hawezi kusema. Katika mazingira hayo, mtu kumuua binadamu mwenzake imekuwa ni jambo la kawaida sana. Tunasoma kwenye sala ya kuiombea Tanzania kwa masikitiko makubwa kutokana na uchaguzi huo. Sala yenyewe inasikitika sana. Kumbe watu tumekosa kuthamini utu wa mtu. Sala inasikitika. Yesu anatutahadharisha leo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu mtu alivyo navyo. Hivyo wapendwa, tukae tunajua kwamba mali tulizo nazo, utajiri tulio nao haufai chochote mbele za Mungu kama hatujajifungamanisha naye. Wapendwa, Yesu Kristo ameshawishiwa hivi, sembuse mimi na wewe tutashawishiwa tu, lazima tukae chonjo. Lakini tukumbuke kuwa hatushawishiwi kupita uwezo wetu wa kuvishinda vishawishi. Na tunaposhawishiwa tukumbuke pia kwamba Mungu anatupa neema ya kushinda hicho kishawishi. Pia tukumbuke Mungu anatupa maarifa bora ya kushinda hicho kishawishi. Kwa hiyo tunaposhawishiwa, Mungu anajua tunaweza kushinda hicho kishawishi. Anatupa neema za kushinda hicho kishawishi. Na daima anatupa maarifa na njia bora za kushinda hicho kishawishi. Kwa hiyo kishawishi kinachotupata mimi na wewe hakina nguvu wala uwezo wa kushinda wewe, isipokuwa umekubali mwenyewe kushawishiwa. Waraka kwa Waebrania unatuambia, basi tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema za kutusaidia wakati wa mahitaji. Sura ya 4 aya 16. Hivyo basi, tunapokuwa katika hija hii ya kwenda mbinguni, tubaki daima chini yake ili tupate neema hizo za kutusaidia kupigana na vishawishi hivi. Ndugu zangu, sina uhakika zaidi kwamba ni saa ngapi au ni muda gani Shetani atakuja kunijaribu au kukujaribu. Lakini walau kuna msemo unasema, akili isiyo na kazi au na kufanya
ni karakana ya Shetani. Na kutokana na hilo, Mtume Petro ametuonya katika waraka wake wa kwanza, muwe macho, kesheni, kwa maana adui yenu Shetani huzunguka kama simba ungurumaye akimtafuta mtu ammeze. Lakini tukumbuke kwamba tuwe tajiri au maskini, Shetani yuko papo hapo kutujaribu atukoseshe mbingu. Tumesikia wazazi wetu wa kwanza Adamu na Eva bustanini kule wanajaribiwa. Bustanini inaeleza kwamba walikuwa na kila kitu kilichokuwa kinaweza kuwasaidia. Ni aina fulani ya utajiri. Nasi tukiwa maskini au tajiri tutajaribiwa. Bwana wetu Yesu Kristo yuko jangwani, anajaribiwa na Shetani. Jangwani kule ni hali fulani duni. Tukiwa maskini au tajiri tutajaribiwa tu. Wapendwa wa familia ya Mungu, pamoja na kujaribiwa kote, Yesu alivishinda vishawishi. Nasi pia lazima tuvishinde vishawishi vinavyotukabili. Pamoja na njia nyingine zote tunazoweza kuzitumia kuvishinda vishawishi vinavyotukabili, zipo hizi zinatufaa. Mosi, kusoma, kutafakari na kuyaishi maandiko matakatifu. Mtakatifu Jerome anasema kutokuyajua maandiko matakatifu ni kutokumjua Mungu. Shetani anatimua mbio vibaya mno. Baada ya kumwona Kristo, ananukuu maandiko kila anapomjaribu. Nasi wapendwa, tusome, tuyatafakari na tuyaishi maandiko matakatifu ili tuweze kumshinda Shetani na jeshi lake. Wapendwa, pili, kwenye kila kishawishi tutafute na kujua kama ni mapenzi ya Mungu au mapenzi ya Mungu ni yapi. Kwenye kila kishawishi tunachopitia tutafute na kujua mapenzi ya Mungu ni yapi. Tujiulize, hapa Mungu anataka nifanye nini? Anataka ajitukuze kupitia mimi au anataka nijidogoshe kupita vyote? Kwenye kila kishawishi tutafute mapenzi ya Mungu na tuyafanye hayo mapenzi ya Mungu. Tatu, tusikichezee kishawishi. Kishawishi ni moto, kitatumaliza. Tusikichezee kishawishi. Kishawishi ni moto, kitatumaliza. Hata kama ni kidogo kiasi gani, tusikichezee. Bwana wetu Yesu Kristo hakucheza na kishawishi hata siku moja. Kila kilipokuja alikikemea, ondoka. Kila kilipofanya alisema usifanye. Kila kiliposema imeandikwa. Na tunasoma katika Injili ya Mathayo sura ya 16:23, anamjibu Petro, nenda nyuma yangu Shetani, ukikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Tusikichezee kishawishi, kitatumaliza. Tukumbuke tu kwamba hii ni baada ya Petro kumkiri Kristo, na baadaye Yesu anaenda kuungama kwamba atakufa, atateswa, atakufa. Petro anamwambia, Bwana, haiwezekani. Yesu anasema, unayapinga matakwa ya Mungu, ondoka kwangu kikwazo Shetani. Tusikichezee kishawishi, ni moto, kitatumaliza. 4, tumkimbilie Mungu kwa kila kishawishi. Tumkimbilie Mungu kwa kila kishawishi, tukikumbuka kwamba hatuko wakamilifu hivi, tuko wadhaifu na njia zetu si kamilifu. Msaada wetu ubaki kwa Mungu, tumkimbilie Mungu. Yeye mwenyewe anatuambia katika maandiko yake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyosikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Sisi tu marafiki. Kwenye kishawishi tunachopitia, Bwana wetu Yesu Kristo alipitia, ambaye ni Mungu. Tumkimbilie Mungu kwa kila kishawishi kinachotupata. Hivyo basi, ndugu zangu wapendwa, katika kipindi hiki cha Kwaresima, tuombe neema ya Mungu itusaidie kufanya yale yanayotokana na fumbo la ukombozi wetu kwa mienendo inayofaa, na kwa kuwa Mungu ametupatia sakramenti zake, tukimbilie huruma hiyo kwa kuomba msamaha wa dhambi zetu na kumwomba atuumbie moyo safi
na roho iliyotulia ndani yetu. Tumsifu Yesu Kristo.